والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وبعد. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا baada ya kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa bahati mbaya sana mada yetu ilikuwa ni ndefu, kwa hivyo tulikuwa tukitarajia kwamba hatutoweza kuikamilisha ndani ya mwezi wa Ramadhani. Na sasa hivi tuko nje ya mwezi wa Ramadhani, tunaendelea na utaratibu wetu wa darasa za Jumamosi na Jumapili, na mada kwa sasa hivi ni ile ile, sayansi ya malezi kwa mtazamo wa Qur'an. Mtakumbuka kwamba mahala tulipokomea tulikuwa tunazungumza kuhusu familia, mchango wa familia katika kulea, na hilo nalo pia hatukulimaliza, ila kwa sababu ya mazingira mapya tunataka tuendelee, kisha yale ambayo bado hatujayazungumza tutayazungumza ndani ya mazungumzo yatakayofuata yanayohusu familia, kwa sababu kuna mambo mengi. Kuna nafasi ya baba katika malezi, kuna nafasi ya mama katika malezi, kuna haki za hawa wazazi na haki za watoto. Yote haya ni katika mafunzo ya kimalezi na yote yanahusu familia. Sasa tunatarajia tutayazungumza katika mifano mbalimbali huko mbeleni, lakini tulitaka tuingie katika maudhui mapya kuhusu malezi, nayo yanaitwa media kwa lugha sasa hivi, media au vyombo vya habari na mawasiliano, kwa lugha ya Kiarabu al-i'lamu. Kwa hivyo mada inasomeka hivi: mchango wa vyombo vya habari na mawasiliano katika malezi ya mtoto. Ndio hapo tutakapoanzia. Tumetoka katika familia. Familia imeitwa kama tulivyosema kwa lugha ya Kiingereza ni primary agent of socialization, ndio msingi katika malezi, ndio wakala wa awali wa kuhamisha maadili, familia. Na Mtume kalisema hilo pindi aliposema kullu mauludin yulad ala alfitra fa abawahu. Pale alipoanza kusema abawahu alikuwa akizungumza familia. Kwa hivyo wazazi wake wawili ndio wanaweza kumbadilisha huyu mtoto, wakamfinyanga namna wanavyotaka. Kwa hivyo na dunia ya kimagharibi inakiri na kuamini kwamba familia ndio msingi wa malezi, vingine vinavyofuata sio msingi. Na katika vinavyofuata namba moja ni hiyo media, vyombo vya habari na mawasiliano. Kisha tutakwenda kwenye dola au serikali. Baada ya dola na serikali tutakwenda katika mambo mengine na mengine ambayo yametajwa katika taaluma mbalimbali. Kwa sisi sasa hivi tumeingia katika media baada ya kukiri kwamba kule kwenye familia hatujamaliza, na tutakuja kupata fursa ya kutoa mifano mbalimbali. Sasa media imeitwa kwamba ni secondary agent of socialization. Secondary hapa kwa maana ni wakala namba 2, sio wa msingi. Wa msingi ni familia, wengine wote tutakaowataja baadaye ni namba 2 baada ya familia. Lakini hii media kila siku zinavyokwenda
inazidi kuwa na nguvu sana, kiasi kwamba imeingia mpaka ndani ya familia. Naomba utuwekee vizuri bwana kidogo, inatukera kidogo. Kwa hivyo kila tunapokwenda, media inaendelea kubadilika, inakuwa na nguvu zaidi kuliko mwanzo, na ina mchango mkubwa sana katika suala zima la malezi. Ulimwengu umefikia mahala ukasema kwamba nguvu za vyombo vya habari na mawasiliano ni kubwa sana, kiasi kwamba wengine wamefikia kuiita kwamba ni fourth pillar of government. Yani wanapozungumza serikali, dola, wanasema kuna mihimili ya dola. Mihimili namba moja ni serikali ambayo ina mawaziri na wengine. Mhimili namba mbili kuna bunge. Alafu mhimili namba tatu kuna mahakama. Wengine wanasema namba nne ni vyombo vya habari na mawasiliano. Haliko rasmi, lakini kutokana na uwezo wake limepewa sifa hiyo. Tusikilizane vizuri. Kwa nini wamesema hivyo? Kwa sababu vyombo vya habari vina ushawishi mkubwa sana kwenye jamii. Vinaweza kubadilisha kitu kinachoitwa na wazungu public opinion. Maoni ya umma yanaweza kubadilishwa mara moja kupitia nini? Vyombo vya habari. Kwa hivyo vina uwezo mkubwa sana, na serikali yoyote duniani inakuwa makini sana na vyombo vya habari. Kwanza yenyewe lazima iwe na vyombo vyake, kwa sababu ndio njia ya mawasiliano baina ya dola na nini, na umma na raia. Tuchukulie mfano, rais wa nchi anataka kuzungumza na wananchi, anaweza kuwafikia kila mwananchi bila vyombo vya habari? Hawezi. Tunapataje risala ya rais sisi? Umma unawezaje kujua maoni ya rais? Ni kupitia vyombo vya habari, sio? Kwa hivyo rais anapozungumza, kuna wanahabari maalum wa serikali na wanahabari binafsi ambao lengo lao ni kuchukua taarifa waipeleke kwa nani? Kwa umma. Sasa vyombo vya habari vina nguvu sana, vina power ya hali ya juu, na kwa sababu dola lazima liwe na vyombo vya habari vyake. Alafu kuna katika ulimwengu huu ambao unaitwa ulimwengu wa demokrasia, kuna vyombo huru vya habari. Zamani sisi tulipokulia, vyombo vya habari vyote vilikuwa vya serikali, na vile vilivyokuwa vinafaa kuitwa binafsi vilikuwa ni sehemu ndogo ya ubinafsi, lakini ukweli bado vilikuwa vinamilikiwa na nini? Na dola. Sasa dola imetoa fursa ya vyombo huru, lakini kwa kuwa vyombo vinaweza kuharibu maoni ya umma, vimeweka vidhibiti vya kudhibiti habari pia. Haviruhusu kila habari itolewe. Leo sisi kwa mfano Tanzania tuna chombo kinachoitwa TCRA. Hichi ni chombo cha dola kinachosimamia vyombo vya habari. Nakupa, hata hawezi kukupa kibali cha kuweza kufikia umma kwa mara moja, kuwafikia watu wote, hawaruhusu hiyo. Ile coverage kama ni redio utapewa kwa awamu. Unapewa mkoa mmoja, miwili, wanakuangalia mwenendo wako, unapewa mkoa wa 3, wa 4, mpaka unapewa ile full coverage. Baada ya kuwa wamekusoma, wamekuona kwamba huwezi kuharibu umma, huwezi kutoa taarifa za kuathiri umma vibaya. Nadhani tuko pamoja. Tuna haja ya kuelewa sana vyombo vya habari kabla hatujaingia kuona mchango wake na malezi. Kwa hiyo utaona kuna redio nyingi, kuna TV nyingi, na sasa hivi kuna blog nyingi. Zamani ilikuwa blog ni maarufu, sasa kuna kuna YouTube. Hapa watu wanaweza kutengeneza channel zao, unaitwa online channels, lakini bado ule ufuatiliaji wa kidola ni mkubwa, uko pale. Kwa hiyo TCRA wakiona kuna mambo ambayo yanakiuka sheria na kanuni za nchi, wanakupa warning, kisha baada ya muda kizidi wanakufungia kwa muda fulani, wanaweza kukifuta kile chombo kabisa. Unadhani kwa nini? Kwa sababu vyombo vya habari vina uwezo mkubwa sana wa kushawishi maoni ya umma. Kuna baadhi ya nchi ule wakati wa uchaguzi
wanazuia baadhi ya vyombo na kudhibiti vingine ili wasikose kura, kwa sababu kupitia nafasi hiyo serikali inaweza ikaharibiwa. Serikali inahitajia, wapinzani wanahitajia, na kila mmoja anahitajia kupata taarifa. Sasa ndiyo maana ikaitwa kama huu ni mhimili mwingine, una nafasi. Umma ukiwa na maoni dhidi ya dola fulani, ile dola serikali itashindwa kuendesha ile nchi. Yani kupitia vyombo vya habari, umma ukawa na maoni, kila mmoja anachangia, ushabiki ukawa mwingi na nini, serikali haiwezi kuendesha mambo yake tena. Lazima pawepo na udhibiti fulani. Sasa tuko katika zama za uhuru, wanasema kila mmoja ana uhuru wa kutoa maoni yake, na maoni ile yasikike unapitia kwenye vyombo vya habari ili kupaza sauti yako, ndio lugha za kisasa, kuwafikia watu. Sasa kuna nguvu sana katika hivi vyombo. Wewe Muislamu usipotumia ni shauri lako, haujakatazwa, ni shauri lako wewe. Na sasa Waislamu miaka ya karibuni wameingia na wao, japo wamechelewa, lakini si haba wameingia. Wakristo waliingia kabla ya wenzao Waislamu. Kwa hiyo tunasema kuchelewa si haba, madhali umeingia. Ingekuwa hujaingia kabisa ni taabu, kwa sababu unapoteza fursa ya kushawishi kwenye umma. Unapoteza fursa ya nini? Ya kushawishi umma. Lakini huku tunapokwenda tunatakiwa tujue kitu kimoja. Nguvu ya vyombo vya dola, vyombo vya habari na mawasiliano inatokana na kile tulichowahi kukielezea huku nyuma. Subconscious mind, al-aqlu al-lawahi. Vyombo vya habari na mawasiliano huenda moja kwa moja kutengeneza mafaili kwenye subconscious mind ya mtu. Si mtoto peke yake ndiye anayeathirika, mtu mzima anaathirika sana na vyombo vya habari, mtu mzima. Kwa bahati mbaya, namna ya kuathirika ni ile ambayo hahisi mtu. Kwa hivyo unapokwenda dukani, nipe kinywaji fulani, ni kwa sababu kimetangazwa sana. Mara nyingine hauna sababu ya msingi, kimesifiwa mpaka ukapokea hilo. Kwa hivyo matangazo ya biashara yanaonyesha moja katika athari za nini? Za media. Na wewe vile vile ukitangaza dini yako vizuri utapata watu. Ukitangaza siasa yako vizuri, zile sera zako, utapata watu. Hata kama zile sera zikiwa nzuri lakini hazitangazi, huwezi kupata watu. Kile kinywaji unachokiuza wewe, hata kama kikiwa ni namba 1 kwa ubora, lakini hakitangazwi, hakiwezi kupata wateja. Kinywaji kinaweza kikawa hakina ubora huo lakini madhali kinatangazwa sana, kitapata wateja. Kwa hivyo kila mmoja ana fursa hiyo ya kufikisha na kufikia watu, na ni fursa sawa kwa kila mmoja. Tangu tulipoanza kukataa ma-TV, mwisho kila mmoja akaweka manini yale kwenye majumba yetu. Sasa katika majumba sasa hivi madishi pia hayana maana. Maana kuna nchi ulikuwa ukiingia unachokiona sio paa za nyumba. Kama uko kwenye ndege unachokiona ni madishi. Mtu alikuwa hatosheki kuwa na dishi moja. Anali moja wanaita ungo nyewe, moja kubwa, vingine vidogo vidogo. Alafu kama ni nyumba ina wapangaji ndio yanajaa huko juu. Hujui hili ni la nani na hili ni la nani. Haya, sasa hivi watu sasa wako katika ulimwengu mwingine, wanaweka wifi katika majumba yao. Ile TV yenyewe unaikontrol kupitia wifi na simu yako. Vya kwenye simu unaviona kwenye skrini. Tumeshaanza kukimbia madishi, sio? Tunakwenda sasa katika ulimwengu mwingine. Sasa ikiwa swali, lini media ilianza? Vyombo vya habari na mawasiliano vilianza lini? Hatuna haja ya kuzungumza kwa kina sana, kwa sababu lengo letu ni kutoa utangulizi, tuende katika malengo. Lakini kwa ufupi ni kwamba tangu mwanadamu alipoanza kuishi maisha ya kijamii akahitajia mawasiliano, media ilianza. Mwanadamu alipoanza kuishi maisha ya kijamii, mawasiliano yalikuwa ni lazima, sio? Na mawasiliano ni kupeleka na kupokea taarifa, sio? Unapeleka taarifa
napokea taarifa. Kwa hivyo tangu wakati huo mwanadamu alikuwa na haja ya media. Sahihi, vilikuwa ni vyombo vya kizamani, teknolojia ya kizamani, lakini ilikuwa inapasha habari, inapeleka taarifa, si ndio? Lakini ilikuwa ya kizamani. Kwa hivyo kama ilikuwa ni njia ya posta, mtu utume taarifa, ungojee wiki 2 ifike, alafu baada ya wiki 2 upate majibu, watu walifanya. Ilikuwa hakuna simu hizi kwa urahisi, lakini watu walifanya, sio? Kama ni wakati wa mtume na mitume wa Mwenyezi Mungu, Nabii Suleimani ametuma barua, sio? Imeenda kwa Bilqis. Alikuwepo mtumaji, sio? Alitoka na barua akaenda mpaka nchi ya Yaman, akapeleka kwa mama yule Bilqis ujumbe wa Suleimani, innahu min Suleiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim an la ta'lu alayya wa atuni muslimin. Ndio message iliyokuwepo, sio? Ni kwa namna ile. Kwa hiyo paliandikwa katika chombo, akapewa aliyetuma, na kuna aliyetumwa, na kuna aliyetuma, na kuna aliyepokea, sio? Taarifa ikaenda. Mwanadamu tangu alipoishi maisha ya kijamii alifanya mawasiliano, alitumia media, alitumia teknolojia inayoruhusu kwa wakati huo kujenga mawasiliano. Sasa wanasema kuna anasirul i'lami. Anasir ni ile mihimili ya mawasiliano ya media. Namba 1 ni mursilun, ni yule mtumaji. Na hapa nataka tusikilizane. Yule anayetuma habari, hiyo ni namba 1, sio? Namba 2 nani? Ni yule anayepokea, mustaqbilun, anayepokea habari. Tuelewane vizuri, maana unapokaa mbele ya TV wewe ni namba 2, wewe ni mpokeaji, sio? Alafu kuna ambaye anatuma, sio? Alafu namba 3 ni ile risala yenyewe. Nasema almuhtawa, ule ujumbe wenyewe, risala. Almuhtawa, maudhui. Kwamba ile risala ina maudhui gani? Ile habari ina maudhui gani? Hiyo ni namba 3. Na hapa ni muhimu sana kwenye maudhui. Na ndipo panatuhusu sana katika malezi. Yaani mtu ambaye ana ajenda yake huweka katika muhtawa, katika risala. Kwa hiyo tuna aliyetuma, kuna anayepokea, alafu kuna muhtawa, risala, ule ujumbe. Sasa kwenye ujumbe hapa anataka nini anayetuma, ndio mahala muhimu. Kama ana ajenda chafu, hapa ndipo ambapo panahusika. Ana ajenda gani yeye? Anataka kufikisha nini kwa yule anayefikishiwa? Hapa ndipo malezi yanaweza kujadiliwa. Alafu kuna kitu cha 4, wasila. Kimetumika chombo gani kufikisha? Chombo gani kimetumika? Radio, TV, mwanadamu katumika? Imetumika simu? Kitu gani kimetumika? Sasa hapa ndio teknolojia, sio? Zamani wakituma mtu pia, ndio Waswahili wakisema mjumbe hauawi, kwa sababu yeye ni kama vile ala tu, chombo tu cha kupeleka taarifa, sio? Yaani wewe huwezi kugombana na TV kwa sababu imekupa taarifa mbaya. Mjumbe hauawi, sio? Leo hii TV ndio mjumbe, yeye ni mfikishaji tu, sio? Ndio tumeona kuna watu timu yake ikifungwa anavunja TV. Haya, TV imekosa nini? Timu imefungwa, unachukua viatu na nini unavunja TV. TV ni mjumbe tu ambaye kafikisha ujumbe kutoka kwa yule aliyekuletea ujumbe. Na ndio mahala ambapo tunakosea wengi katika Waislamu, kuwa adui wa TV, adui wa simu, adui wa Facebook, adui wa WhatsApp, hivi vyote ni mjumbe tu. Kinachotakiwa ni wewe unamtumiaje. Tuko pamoja? Yaani kuilaani TikTok kwamba haifai, wewe ndo huelewi, sio? TikTok sio anayekuletea ujumbe, kuna anayekuletea na wewe ni mpokeaji. TikTok ni wasila tu, ni chombo tu.
na mjumbe hauawi, sio kwamba yeye analeta tu. Na hapa pigia mstari katika anayeleta tu, tutakuja kujadili huko mbeleni. Kwa hivyo kinachotakiwa sisi tupokee njia za kisasa za kupeleka ujumbe, kwa sababu maudhui au risala inayobebwa ndio jambo la msingi. Kile chombo kinaweza kutumika hata kesho, atakuwa na vyombo vya kisasa zaidi. Usigombane na chombo, gombana na nini? Ujumbe, ile risala. Hapo ndo kuna vita vyetu, sio kama wewe utumi ujumbe, wengine wanatuma, shauri lako. Kwa hivyo namba 4 ni wasila, njia ya kuwasilisha, chombo kinachotumika. Ilikuwa wakati fulani mjumbe akikunja barua hajui kilichomo ndani, yeye anapeleka tu, bwana nimetumwa na mfalme ujumbe huo. Tena mara nyingine kama ameambiwa subiri majibu ndio atakaa, sio la kama hajaambiwa, akishafikisha anaondoka zake, wala hajui kilichokuwa ndani. Ndio maana baadhi ya wafalme madikteta katika historia walikuwa wakituma mtu apeleke barua, kisha ile barua imeandikwa ndani kwamba akikuletea mjumbe huyo barua hii muue. Jamaa anafikisha barua wala hajui kwamba barua ile imeandikwa ndani kwamba yeye akishafikisha anauawe. Anafikisha anauawa na hadithi imekwisha, kwa sababu alikuwa afungui, sio yeye ni ala tu, ni chombo cha kufikisha. Sisi tumekuwa katika zama posta ikitumika na barua, unaandika barua yako, unaweka na stamp, unaandika jina la aliyotuma na anayekwenda kupokea ni nani, unaandika, kisha barua inakwenda, unangojea majibu. Njia hii inapitwa na wakati sasa hivi, inapitwa na wakati, sio watu hawatumii hata fax ambayo kuna wakati mtu hawezi kuwa nayo nyumbani, lazima uende kwenye chombo cha dola ndio utume fax, alafu upokee, unangojea majibu, mmepanga foleni, kila mmoja anataka kutuma fax. Imepitwa na wakati, sio vingine hata vijana hawavijui kabisa. Na ni juzi tu ilikuwa mimi nikisoma 91 92 Syria, natuma barua, baada ya mwezi napata majibu. Kwa hivyo baada ya mwezi unapata taarifa. Kama ni kufiwa, watu washazika na 40 wamefanya, wewe unapata taarifa kwamba bwana fulani alikufa na tumeshamaliza 40 yake. Lakini sasa hivi muda huo huo tukio linatokea na wewe unaliona. Chue mfano anazikwa mtu, ukamchukua kwa kamera yako ya simu ukaweka live, mtu anaona ile shughuli inafanyika wakati ule ule, sio unampelekea habari. Na katika mambo ninayotaka tuyazungumze huko mbeleni, nadokeza sasa hivi, ni kwamba tuko katika zama ambazo teknolojia imekuwa sana na media imesambaa, kila aina ya media, na tuko katika zama zinazoitwa za utandawazi. Moja katika